Wanawake huaga wajali kujitolea kwako, lijue hilo. Mwanaume aliyetoaga kila kitu kwa ajili yake ndo aliachana. Mwanaume ambaye hakufanya chochote, huyo sasa ndo alitoka naye. Acha kufanya sadaka zisizozaa matunda. Acha kujaribu kuthibitisha thamani yako kwa kujitesa. Elewa hili, hakuna anayethamini kitu kinachopatikana kwa urahisi. Kama unatoa kila kitu kila wakati bila mipaka, utaishia kupoteza nafsi yako katika mchakato huo huo. Jikite kwako mwenyewe kwanza. Jipende, jijenge mwenyewe. Toa sadaka kwa ajili ya ndoto zako, si kwa ajili ya kuthibitishwa na mtu mwingine, aswa mwanamke. Dunia inamheshimu mwanaume anayejithamini kwanza. Heshima na nguvu na kuvutiwa vinamfuata kwa asili ya mwanaume anayejiwekea viwango vya juu na kuishi kwa kuzingatia hivyo. Nguvu ya mafanikio na kujithamini ndio washirika wako wa kweli bro. Fuatilia ukuaji, sio kukubalika tu. Fuatilia kusudi, sio mapenzi ya muda mfupi. Mimi nayaitaga ya muda mfupi kwa maana yangu. Mwanaume anayejijenga huwa na mvuto, sio ule mvuto wa kumkatisha tamaa, bali wa kujiamini kwa utulivu wa mtu anayejua thamani yake. Ukifanya hivyo, watu sahihi watajipanga na wewe kwa kawaida tu. Ndipo utagundua kwamba mahusiano unayovutiwa nayo yamejengwa juu ya heshima ya pande zote na kuvutiwa, si juhudi za upande mmoja kama hayo unayoyafanya. Ukweli ni kwamba watu huthamini tu kile wanacholazimika kujifanyia kazi. Ukijifanya kuwa mwanaume wa thamani, dunia itakufuatilia, si kwa sababu uliomba attention yao, bali kwa sababu ulijifanya usiopingika. Kumbuka, sadaka zako hazina maana kwa mtu ambaye haoni thamani yako. Acha kutarajia shukrani kutoka kwa watu wasiostahili. Muda, nguvu na juhudi unazoziweka kwa watu wengine lazima zielekezwe katika kujenga urithi unaojiongelea wenyewe. Kuwa mwanaume wa maono anayestahili, kuwa mwanaume wa maono anayeheshimika bila kulazimika kudai heshima. Mwanaume anayejali afya yake, utajiri wake na fikra zake, hizi ndizo nguzo za wanaume wa kweli bro. Usisahau, dunia haithamini ubora wa nchi wala sadaka za upofu. Mimi naziita hivyo. Dunia inawathamini wale wenye ujasiri na kujiweka mbele na kuishi bila kuomba radhi. Chagua kuishi kwenye njia ya kweli. Nguvu, nidhamu na malengo makubwa, zawadi zitakufuata tu. Na pia watu watakaostahili kuwa katika maisha yako watakuja. Tumia hekima tu, utanielewa. Subscribe sasa EJC Speaker ili tukutane tena kwenye video ijayo. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Hii ni EJC Speaker na hapa tunaangalia ukweli ya maisha.